moyo uliopondeka utadharau. Ni kiu yangu, ni haja yangu, ifanane nawe Yesu, ifanane nawe. Wakinitazama wakuone wewe, unifinyange Yesu, nifinyange. Baba yetu na Mungu wetu, tunatamani tufinyange, tuweze kufanana na wewe. Watu wakituona wakuone wewe ukitenda katika maisha yetu, ukizungumza nasi, ukituongoza na kutukamilisha katika utukufu na nguvu. Baba, tunakuja mbele zako sahihi tukihitaji mguso wako, rehema zako, fadhili zako. Gusa kila mmoja Mungu aliyeingia mahali hapa, anayetamani mguso wako na nguvu zako. Kwa utukufu wa jina la Yesu, Roho wako Mtakatifu, Roho uweza aweze kutawala na kutamalaki, akituhudumia, akifungua fahamu zetu, mioyo yetu, tupate kukuona ukitenda kazi katika maisha yetu kupitia neno lako. Ni katika jina la Yesu tunaomba. Amen. Amen. Naweza kaketi huku kimchapia Yesu makofi na vigelegele. Haleluya. Haleluya. Mwambie jirani yako, jirani, leo ni siku ya Bwana. Leo ni siku yangu ya kutembea kwa ushindi. Maana ahadi za Mungu zimefungwa katika neno lake. Amen. Na kama ahadi za Mungu zimefungwa katika neno lake, maana yake ametupa nguvu, ametupa uwezo wa kumiliki na kutawala pamoja naye. Amen. Ametupa nini? Nguvu, uwezo na kumiliki na kutawala pamoja naye. Tumejifunza somo wiki iliyopita linalosema ahadi na uaminifu wa Mungu. Tukaona kwamba ahadi na uaminifu wa Mungu zimethibitishwa. Ni sisi ndio hatujui namna kwa kutafuta ahadi za Mungu na kuambatana na uaminifu wake. Bwana Yesu atusaidie. Tuliangalia katika kile kitabu cha Methali 21 mstari wa 21, tukaangalia Hesabu 23:19, usiandike tunakumbushia. Tukaangalia kitabu cha Isaya 25, ikatukumbusha mambo ya msingi. Lakini leo na tulijifunza kwa wiki nzima somo hilo linalosema ahadi na uaminifu wa Mungu. Kwa kama kuwepo, tafuta aliyekuwepo ili uweze kunukuu, kwa sababu itakusaidia. Tulipata na muda wa kuomba na kuomba Mungu ahadi zake zipate kutimia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo wakati na tafakari juu ya somo hilo, ndio nikapata somo la leo ambayo ni muunganiko wa somo hilo linalosema malango. Tambua malango ya kiroho yaliyofungwa kwenye majira. Bwana Yesu asifiwe. Tambua malango ya kiroho yaliyofungwa kwenye majira au yaliyobebwa na majira. Kwa sababu Mungu ni Mungu wa majira na nyakati. Na ndio maana katika Danieli 2 tutaangalia 21, alitambua uwezo wa Mungu na utukufu wake na kusudi la Mungu katika kuandaa majira kwa watu. Akaweka wafalme kwa majira fulani, na kwa wakati fulani aliwatoa wengine, lakini kwa wakati fulani alikumbuka zile ahadi alizosema. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tutatembea na hiyo, kwa sababu kuna aina za malango ya kiroho tunataka tujifunze. Bwana Yesu asifiwe. Na siku ya mwisho tujifunze namna ya kufunga na kufungua, kwa sababu kila mlango ina funguo, na kama kila mlango una ufunguo, maana yake kila ufunguo ujue kutumia kwa majira. Ndio maana Yesu akawaambia watu wake, wanafunzi wake, na natukumbusha, anasema imetupasa kumwomba Mungu siku zote. Maana yake kila siku imejaa majira ya Mungu yaliyoamuriwa juu yako.
Tufike hatua tumwambie Mungu kama Ayubu anasema, najua kwa hakika katika Ayubu 42 ya kwamba unaweza kufanya kila kitu na kwamba mapenzi yako hayazuiliki. Amen. Mapenzi yako yafanye nini? Alilokusudia Mungu hakuna mwanadamu wa kubadilisha. Na ndio maana Yesu akawafundisha katika sala ya Baba yetu katika Mathayo 6, akasema mnaposimama na kusali salini hivi. Akaanza na Baba uliye mbinguni. Unapomtamka Baba, maana yake unampa heshima kwa sababu ni Mungu aliyekuumba kwa mfano na kwa sura. Bwana Yesu asifiwe. Ameketi katikati ya enzi na mamlaka na utukufu. Na hata wale malaika waliomzunguka, makerubi na maserafi na wale wazee 24 wanavyoambiwa kwenye kitabu cha Ufunuo, wakiinuka na kuinama kila sekunde, kila dakika, wanasema Baba mtakatifu, Mungu wa rehema, mbingu na nchi zimejaa utukufu na nini. Maana yake wakiinuka hivi wanaona kama Mungu amebadilika kwa utukufu wake. Kwa hiyo Yesu akutupa jina lingine ambalo ni zuri zaidi, maana yake alitupa jina rahisi ambalo tunaweza tukamwendea Mungu kama wana. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana akasema katika Wagalatia 4:6 akasema Mungu alimtuma roho wa mwanae akae ndani yetu, na anapokaa ndani yetu anatukumbusha kwamba sisi ni wana, na kama sisi ni wana tunamuita Mungu Abba Father, Baba. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ni lugha ambaye Paulo alituambia kwa habari ya Baba yetu aliye mbinguni, alivyo mwaminifu, alivyo mzuri, na Mungu wa majira, Mungu wa majira yote. Tunakumbuka ile wimbo unasema majina yote ni yako, majina yote mazuri. Tunakuita Adonai, tunakuita Elohim, tunakuita Jehova Shama, tunakuita Jehova Makadeshi, tunakuita nani? Majina yote hayo ni mazuri, ni ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kama wana tunamwendea Mungu Baba kwa kama Baba. Baba mwingi wa rehema, Baba atupendaye, Baba anayetuokoa, Baba anayetulisha, anayetutetea, anayetubariki kwa baraka zote. Haleluya. Kwa hiyo tunapotambua malango ya kiroho ni kusudi la kutaka kujua nani anamiliki malango hayo. Yesu asifiwe. Na unapojua anayemiliki, kuna mwenye nguvu ya kutawala majira. Sijui kama unanielewa. Hata kama uko kwenye malango ya mpito wa muda, kwa sababu kuna wakati unaweza kupitishwa, lakini kuna anayeweza kufungulia baraka na neema na fadhili na uzima na nguvu. Atakapokukumbuka ataachilia baraka. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana katika Zaburi ya 24 tunasoma pia, anaambia inueni vichwa vyenu enye malango. Na katika kuinua vichwa ili umtazame mfalme anayemiliki majira, anayemiliki nyakati, anayemiliki saa ya kila kitu kilichoko duniani, na kila tunachokijua wala na vile tusivyovijua. Bwana Yesu asifiwe. Hata wanasayansi wanaweza wakakwambia katika ulimwengu ule wanaosema sayari, kuna sayari nyingi, lakini kuna vitu hawezi kujua katika hizo sayari, lakini Mungu anavijua vyote, na ameweka kwa majira na kwa nyakati vilivyoamriwa. Amen. Na Danieli anasema jambo hilo katika Danieli 2. Twende tukasome kitabu cha nabii Daniel. Ni kitabu kiko Agano la Kale. Amen. Amen. Amina. Sura ya 2 mstari wa 21. Nami nitakusomea kama ilivyoandikwa. Amen. Danieli 2 mstari wa ngapi? 21. Tuko hapo pamoja? Neno la Mungu linasema hivi, basi yeye hubadili majira na nyakati, huzuru wafalme na kuwakamilisha wafalme. Wapa hekima wenye hekima, wapa ufahamu mataifa, maarifa. Bwana Yesu asifiwe. Tarudia. Anasema yeye hubadili nani? Majira. Lakini ngoja nitaanzia mstari wa 20. Anasema Danieli akajibu akasema,
na lihimidiwe jina la Mungu milele na milele, kwa kuwa hekima na uweza ni wake. Yeye hubadili majira na nyakati, huzuru wafalme na kuwakamilisha wafalme. Kuwakamilisha wafalme. Wapa hekima wenye hekima, wapa wenye ufahamu maarifa. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Tunaposoma historia hii au hadithi hii, ni Mungu pale alipothibitisha kile ambacho Mungu alimwambia Danieli. Ukipata kusoma wakati wako utasoma hiyo historia, lakini mimi nimechukua kwenye kichwa kinachosema kutambua nini? Malango ya kiroho yaliyofungwa kwenye majira. Danieli anaanza kwa kumpa Mungu sifa kwa sababu ya uweza wake kama Mungu aliyeviumba, anayemiliki, anayetawala, anayeratibu, anayeendesha. Bwana Yesu asifiwe. Kwamba yeye ndo aliumba majira yote chini ya jua tunayejua, yale tusiyojua, kwa sababu vyote viliumbwa katika yeye. Ukisoma Wakolosai 1:15, 16, 17, Paulo anatufunulia hiyo siri. Anasema kwa katika yeye vitu vyote vilipata kuumbwa, na katika yeye vitu vyote vinaishi au vinatiishwa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Mungu wa milele, Baba yetu, ndiye mmiliki majira na malango ya nyakati zote. Na kama ndiye mmiliki halali wa majira na malango, iwe ya kimwili ya kiroho, ni Mungu ndio anatawala, kwa sababu yeye ndio aliumba vitu vyote, na kwa neno lake vitu vyote vilipata kuwapo. Bwana Yesu asifiwe. Malango ya roho ya kiroho ni nini? Au malango ya rohoni tunayoweza kujifunza ni yapi? Kabla tujaenda huko, tukaangalia basi kitabu cha Danieli au kitabu cha Zaburi 24. Mmoja anaweza kanisomea Zaburi 24. Inaongelea kwa habari, mstari wa 7 inasema, inueni enyi malango vichwa vyenu. Tukasome kitabu cha Zaburi. Kuna aliyefika hapo? Zaburi 24 mstari wa 7. Ndio. Inueni vichwa vyenu enyi malango. Anasema inueni vichwa vyenu enyi malango. Maana yake kama hapakuwepo na malango, hakuwa na sababu kutaja malango. Na malango ni wewe mtu uliyemjua Mungu. Lakini wewe ndani yako kuna malango. Bwana Yesu asifiwe. Malango yaliyobeba majira ya maisha yako. Na ndio maana kwenye kitabu cha Mhubiri akasema kuna katika dunia hii kuna majira. Si ndio? Wakati wa kuzaliwa, wakati wa wakati wa hivi na hivi. Tutaangalia baadaye. Nasema katika dunia hii kuna kusudi chini ya nini? Chini ya mbingu. Nasema kuna wakati wa wewe lazima uzaliwe. Hilo ni lango. Bwana Yesu asifiwe. Na hilo lango limebeba majira mbalimbali. Ndio maana mtoto kutoka miezi 9 anaanza 1, aendi 10 na kuendelea. Anaanza 1, 2 mpaka kuendelea. Na kutoka hapo anapotua duniani, anapokanyaga ardhi, majira yake yanaanzia pale. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo hilo ni lango la kuzaliwa. Kwa hiyo ulizaliwa wapi? Asili ya kwenu ni nini? Miungu ya baba zako inaweza ikawa chanzo cha kuchelewesha baraka zako kwenye lango la kuzaliwa. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana Mungu anazungumza na wewe kama lango, ili upate kuinua kichwa chako, upate kumtazama, kwa sababu yeye ndio mmiliki halali wa majira na malango yako yote. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana anasema inueni vichwa vyenu enyi malango, ili mfalme wa utukufu apate kuingia. Huyo mfalme wa utukufu ni nani? Ni Mungu wetu, kama Danieli alivyosema. Amen. Na ahimidiwe Mungu wa milele, mwenye uweza na nguvu, atawalaye, asitishaye na kutiisha majira na nyakati. Tuendelee.
Inukeni enyi malango ya milele. Inukeni enyi malango ya nani? Ya milele. Mfalme wa utukufu apate kuingia. Mfalme wa utukufu apate kufanya nini? Kuingia. Kwa nini Mungu aingie katika malango yako? Bwana Yesu asifiwe. Kuna umuhimu gani kwa ruhusu Mungu kumiliki kwenye malango? Kwa asili sisi Mungu alishatubariki. Amen. Kwa sababu alituumba kwa mfano na kwa sura. Lakini tunamhitaji Mungu kwa sababu tulishauza haki yetu ya kwanza. Kwa hiyo tunahitaji sasa Mungu aingie kupitia Yesu Kristo apate kumiliki na kutawala pamoja nasi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini? Yeye akitawala, ahadi za Mungu zinakamilishwa ndani yetu. Kwa sababu yeye ndio nuru yetu, kwa sababu yeye ndio nguvu yetu, kwa sababu yeye ndio uzima wetu. Ndio maana Yesu akajieleza wazi akasema, mimi ndimi nuru ya ulimwengu. Mimi ndimi nani? Nuru ya ulimwengu. Katika Yohana 1 ukisoma mstari wa 12 na kuendelea. Hata katika Yohana 8:12 akaongelea jambo hilo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini tuelewe sura hii? Kwa sababu tunataka kutambua malango ya kiroho yaliyofungwa kwenye majira. Na kwa sababu Mungu anatuwazia yaliyo mema na ahadi zake zimefungwa kwenye uaminifu wake kupitia neno lake, lazima tujue ili tuweze kuambatana na yeye. Lengo letu ni ili tuweze kuambatana na Mungu atawalaye majira yetu, atawalaye misimu yote, iwe baridi, iwe jua kali, iwe kiangazi. Mungu ndio anayemiliki na ndio aliumba majira yote. Kwa hiyo tunapoambatana naye tunapata kibali, sema kibali. Kwamba wakati wenzako wako kwenye kiangazi, wewe utapita kwenye kiangazi, lakini utapita kwenye neema inayokubeba. Haleluya. Anaposema jua halitakupiga wakati wa mchana, maana yake jua lipo, lakini jua halitaleta maharibifu juu yako. Kwa nini? Kuna anayemiliki majira yako. Yesu atusaidie. Kuna anayemiliki nyakati zilizoamriwa juu yako. Bwana Yesu asifiwe. Kama ni wakati wa majaribu, Biblia inasema inatupa moyo wa faraja kwamba tunapopita katika majaribu tusione ni aibu, kwa sababu yale mateso pia yaliwapata watakatifu. Lakini anasema tuwe na subira, kwa sababu ukisoma Yakobo 1 kuanzia 22 anazungumzia swala hilo. Lakini ukiweza soma Yakobo 1 yote. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo iwe ni majira ya kujaribiwa, anasema hata waacha mjaribiwe kupita uwezo wenu, kwa sababu yeye ni mwaminifu, anatamani tumjue zaidi. Kwa hiyo katika majira yote Mungu atakuwa pamoja nao. Haleluya. Malizia hiyo. Imeisha? Imerudia basi kwa faida wale wanaosikiliza na wanaotufuatilia. Hiyo 24 mstari wa 7 soma tu vizuri. Inukeni vichwa vyenu enyi malango. Ndio. Inukeni enyi malango ya milele. Ndio. Mfalme wa utukufu apate kuingia. Endelea chini kidogo. Ni nani mfalme wa utukufu? Ni nani huyo mfalme wa utukufu? Bwana mwenye nguvu. Bwana mwenye nguvu, kama alivyosema Danieli kule. Hodari wa vita. Bwana hodari wa vita. Inueni vichwa vyenu enyi malango. Naam, viinueni enyi malango ya milele, mfalme wa utukufu apate kuingia. Amen. Chapie Yesu makofi na vigelegele. Jamani, haya makofi yanatosha Yesu. Ingekuwa ni rahisi hapo wote tungepiga makofi na kusimama, si ndio? Maana tunataka tuonekane na wanadamu, lakini Yesu ambaye amekupa uzima, hodari wa vita, anayekupigania. Yaani unakoroma, Yesu anakupigania. Anatuma malaika zake. Amen. Yaani unalala huko fufufu, anatuma malaika. Maana anasema atatuma malaika na atafanya nini? Watakulinda. Kwani umemlipa Mungu kitu? Wewe ukiomba tu ulizo askari hapo watataka hela. Pamoja na kwamba ni wajibu wao kukulinda. Yesu atusaidie. Amen.
Maana hakuna mwenye uwezo wa kukulinda zaidi ya Mungu. Mungu akitaka yanatimia. Amen. Kwa hiyo unapoambia mchapie Yesu nini? Makofi. Hebu mchapie makofi kama vile mikono hiyo. Hakuna mwingine anayeweza kupigiwa hiyo makofi zaidi ya Yesu. Amen. Kama ni sauti, tolee sauti. Kwa sauti za wana Israeli waliambiwa tu waimbe wimbo wa haleluya, ukuta ukaanguka. Haikuwa sauti ndio iliyofanya ukuta kuanguka. Ilikuwa ni nguvu ya utii uliofanya ukuta ukaanguka. Bwana Yesu asifiwe. Walipoambiwa wazunguke mara 7 Yeriko, ule utii tu Mungu akaika na hiyo utiisho, akaika nguvu. Baada ya ile wakaambiwa wapige kelele, na ile kelele ikawa ndio sauti ya radi ya Mungu ikashuka ikaangusha ukuta. Yesu atusaidie. Kwa hiyo unapoambiwa msifu Mungu ni kwa sababu ya utukufu wake, nguvu zake, uhodari wake. Haleluya. Amen. Mungu mtawala wa majira. Amen. Amen. Kwa hiyo lazima tuweze kujua malango haya majira ya kiroho. Lango la majira ni sehemu ya kuingilia au ya kutoka kwa nguvu za kiroho zinazoweza kuathiri maisha ya mtu katika kipindi fulani. Bwana Yesu asifiwe. Ni majira, ni lango. Kwa hiyo lazima ujue hilo lango na kumpa Mungu amiliki ili adui asiweze kumiliki kuharibu. Amen. Na nitakufundisha mbinu za kumiliki malango yako. Amen. Tulishajifunza nguvu ya damu ya nani? Ya Yesu. Na sehemu mojawapo kutumia damu ya Yesu katika kumiliki malango yako ya kiroho na malango yako yote. Amen. Maana Mungu alishasema inueni vichwa vyenu. Maana anataka ingie. Anasema yeye na aliye na amri zangu na kuzishika, huyo ndio anayenipenda. Si ndio? Yohana 14:21. Yeye anipendaye, anasema mimi na Baba tutajidhihirisha kwake. Ndio maana anasema inua vichwa vyenu enyi malango, ili ufalme wa utukufu, hodari wa vita apate kufanya nini? Kuingia. Akiingia ataleta ufalme wake, ataleta baraka zake, ataleta nguvu zake, ataleta neema yake, ataleta ulinzi wake. Amen. Ndio maana tunapoambiwa tambua malango ili uweze kuruhusu mwenye kumiliki na mwenye uwezo wa kutawala. Sababu nilishakwambia sisi kwa asili tulibarikiwa. Maana yake tangu ulivyoumbwa, kabla hujaumbwa ulishabarikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Tatizo lango lako la kuzaliwa. Lango la kuzaliwa kwako, asili ya kweli, inaweza ikawa ni sababu moja kubwa ya baraka zako kuchelewa. Na hujachelewa, maana unapoisikiliza ujumbe huu, maana yake unaweza kumpa Mungu kutawala majira yako. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini? Kuna wanadamu kwa asili wakishaona lango lako limebeba baraka, kwa sababu ya wivu na mambo ya ajabu, wanaweza wakajaribu kuzuia. Wao wanasema kuchukua baraka zako, lakini hawawezi kuchukua. Amen. Mungu akiamua labda ataruhusu upite kwa muda, lakini ikifika wakati wa Mungu lazima afanye jambo. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kuanzia leo usikubali malango yako yacheleweshwe. Bwana Yesu asifiwe. Lango lako la kwanza ni lango la kuzaliwa kwako. Lango la kuzaliwa. Asili ya kwako. Ulizaliwa wapi? Maana yake kuna madhabahu yenye uwezo wa kuzuia kwa muda. Maana yake ninaposema kwa muda, mtu yule anapokubali kugeuka na kumtafuta Mungu, Mungu kwa haki yake, sio kwa haki yako, kwa haki yake anakuokoa. Maana neema ya Mungu imefunuliwa kwa wanadamu wote. Kwa mtu anapofika hatua kusema Mungu, ninatambua wewe ni Baba, nahitaji wokovu, uniokoe. Biblia inasema kila atakayeliitia jina la Bwana atafanya nini? Ataokoka. Maana yake utakapokubali, Mungu ataingilia kati. Amen. Katika hilo lango la kuzaliwa kwako
imebeba majira matatu: majira ya baraka, majira ya changamoto na majira ya kuvuna. Bwana Yesu asifiwe. Majira ngapi? Tatu. Majira ya baraka, maana yake Mungu anaposema kabla sijakutoa tumboni mwa mama yako nalikujua na alikutakasa, na akasema nimekuandika katika viganja vya mikono yangu. Maana yake siku yako Mungu alipokuumba katika ulimwengu wa roho kwanza, kabla hajakuweka katika tumbo la mzazi wako, Mungu alishajua utaishi katika majira zote hizo tulizotaja. Bwana Yesu asifiwe. Maana yake kila mwanadamu kwa asili amebarikiwa. Baraka za rohoni, baraka za mwilini. Tofauti ni kwamba watu hawajui kwamba wote hatuwezi tukafanana. Kwa lazima ujue kwamba kipaji chako ndio kitakachokupa kujua hatima yako. Wote hatujaitwa kuwa madaktari, wote hatujaitwa kuwa maengineer, wote hatujaitwa kuwa manesi, wote hatukuitwa kuwa wanasayansi. Lakini ukijua kibali, ukijua nini kipaji chako na kusimamia na kuomba Mungu atawalaye majira na nyakati kukuongoza kufika katika hatima yako, sababu baraka zile zilishamjia. Ndio maana Paulo akasema kwa Efeso, ashukuriwe Mungu Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, aliyetubariki kwa baraka zote za roho katika ulimwengu wa roho katika huyo mpendwa Yesu Kristo. Maana yake kila mtu ana baraka zake. Kila mtu ana wakati wa kupita kwenye majaribu tofauti tofauti, lakini kila mtu ana wakati wa mavuno. Bwana Yesu atusaidie. Nini ulichopanda wakati wa majaribu? Wanapewa sifa. Niko kwenye lango moja la kuzaliwa kwako. Kwenye lango la kufanya nini? La kuzaliwa kwako. Asili yako imebeba vitu vingi sana. Imebeba vitu vingi sana. Amen. Kwa hiyo lango la kuzaliwa hilo ni la muhimu kulichunga kuliko lango lolote. Lango la pili ni lango la ndoa. Lango la ndoa. Nitakupa mistari baadaye. Au nataka uandike kila lango na mistari yake? Sasa tumeshaingia, tutakupa tu baadaye mistari. Lango la nini? La ndoa. Lango lingine ni lango la kazi au biashara. Lango la kazi au biashara. Tuko lango la ngapi? La tatu. Amen. Aina za malango ya kiroho. Alafu baadaye nitakuonyesha namna kumiliki majira. Amen. Nakupa mistari ya kutosha, lakini sitaki nikuchoshe sana. Maana hili somo tunaweza tukafundisha hata nusu miezi miwili. Haleluya. Lango la kwanza tumesema ni la nini? La kuzaliwa, ambayo imebeba vitu vingapi? Vitatu. Si ndio Lango la pili tukasema la ndoa. Kila anayezaliwa na mwanamke wa kike au wa kiume lazima utapita kwenye ile lango. Amen. Lazima upite kwenye hilo lango, na yenyewe ni lango la kuombea sana, kwa sababu asili na yenyewe inaweza ikazuia baraka zako hapo kwenye hilo lango.
Kuna sehemu Biblia inasema ewe ardhi, andika kwa habari ya mtu huyu. Je, atakuwa na watoto? Je, atakuwa na hiki? Atafanikiwa? Kwa hiyo lazima usimame katika lango hilo kuombea. Amen. Amen. Lango lingine tumesema lango la nini? La kazi au biashara, kwa sababu sio wote tumeitwa kufanya kazi. Kuna wengine sio kufanya, nitumie Kiswahili, sio wote wameitwa kuajiriwa. Kuna mwingine amepewa kipaji kujiajiri, ni kwa biashara kwake, si ndio? Kuna mwingine ataajiriwa, kuna mwingine hivi. Kwa hiyo inaweza ikawa kwako kazi au biashara. Amen. Na hilo wachawi pia wanalijua, ndio maana wanacheza nalo sana. Lakini ukiinua kichwa chako, ewe malango, falme wa utukufu akiingia, hata wachawi wakusanyike hawataweza. Amen. Lakini lango lingine ni la mahusiano. Lango la mahusiano. Lango la mahusiano. Mahusiano yanaweza kuwa lango la baraka au la kizuizi. Tutaangalia baadaye mistari, lakini kwa sababu kama unaandika tutaandika baadaye. Lakini la mwisho ni lango la kifamilia. Lango la kifamilia. Naposema lango la kifamilia ni juu ya kujua asili. Bado tunarudi kule kwenye asili. Bwana Yesu asifiwe. Tumesema kuzaliwa kwako, unaweza ukaokoka kwenye lango hilo baada wewe kujijua. Lazima ushughulike na lango la familia. Bwana Yesu asifiwe. Ndio nimesema katika familia hiyo imeandikiwa nini? Kuna magonjwa ya kurithi. Kuna magonjwa yanayotokana na familia kwa sababu labda waliwahi kufanya kosa fulani. Amen. Kwa lazima tujue haya malango ili tushughulike nayo vizuri. Kwa kumpa nani? Kumpa Mungu nafasi mwenye kutawala majira, kama tulivyosikia katika Danieli 2:21 kuanzia 20:21. Na yeye anayebadilisha majira. Kumbe anaweza akabadilisha. Kama ulikuwa katika lango ambalo limesema hautaka ufanikiwe, tunapompa Mungu nafasi, Mungu anabadilisha majira. Haleluya. 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 Maana ahadi zake na uaminifu wa Mungu umethibitika. Nasema mimi si mwanadamu nipate kusema uongo, wala si mwanadamu nipate kujuta. Haleluya. Anaposema nitakubariki, hakika Mungu atafanya nini? Lazima upokee hiyo ahadi. Sikufundishi pokea, na kufundisha namna ya kuteka baraka. Sababu hata nikikwambia pokea, usipojua kuitunza itaondolewa. Yesu atusaidie. Amen. Naweza nikatamka ikawa, lakini kutunza ni kazi. Ni kama umpe mtoto hiyo chupa, akiangusha akipasua, si baraka wewe umempa kama baraka Akipasua maana yake hilo lango mpaka nifanye nini? Utafute baraka nyingine. Bwana Yesu atusaidie. Au kampa simu yako ya thamani, si unampenda? Akaipasua, utampa tena? Tunatumia vile tunavyovielewa, kwa sababu nikikupa vya kimbingu huwezi kuelewa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo unapopokea vya Mungu vinakuja kwa thamani kubwa, kwa sababu Mungu raha yake ni sisi tumtukuze, tumsifu. Na tunapobarikiwa maana yake tunafurahi na moyo wa Mungu unafurahi. Unapolia moyo wa Mungu unahuzunika. Bwana Yesu atusaidie. Kwa nini? Kwa sababu sio lengo la Mungu kuwatesa wanadamu. Na ndio maana Yakobo akasema mtu anapojaribiwa asiseme ninajaribiwa na Mungu, maana Mungu hawajaribu wanadamu, lakini mtu hujaribiwa kwa tamaa yake mwenyewe. Amen. Yesu ni mzuri. Amen. Kwa hiyo mistari sasa. Unataka mistari au namna kufungua na kufunga malango? Wewe nikupe mistari hiyo tuende kwa haraka, alafu tutaangalia namna ya kufunga na kufungua. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu anaposema lolote katika Mathayo 18, lolote utakalolifungua maana yake ni mlango. Na lolote utakalolifunga maana yake ni mlango. Bwana Yesu asifiwe. Nasema lolote mtakalopatana duniani mkaamua kulifunga litafungwa na mbinguni.
mtakapolifungua litafunguliwa na mbinguni. Maana yake kuna anayeweza kumiliki na kutawala majira yako. Lakini tunapompa Mungu kumiliki kwa niaba yetu, yeye anatawala na kumiliki na kuachilia baraka na baraka. Amen, amen. Na ameahidi kwamba jua halitakupiga hata kama ni wakati wa kiangazi. Kuna neema inakuwa juu yako. Hata kama ni wakati wa baridi, kuna neema inaachiliwa juu yako. Kuna fadhili zinaachiliwa juu yako. Anasema nawapenda wale wanipendao, wanitafutao kwa sio kwa ulegevu, kwa bidii. Maana yake kwa nguvu zao zote, kwa roho wako wote, kwa moyo wako wote. Anasema utaniona. Alafu kisha niona, anasema kwa sababu umeniheshimu. Anasema katika Methali 21 anasema atakupa nini? Uhai, fadhili, heshima. Bwana Yesu asifiwe. Si tulisema jamani, au umeshasahau? Atakupa nini? Uhai. Uhai wa mwili, uhai wa roho. Atakupa fadhili. Atakupa heshima. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo vitu vitakusaidia kumpa Mungu kutawala malango yako. Tukasome mistari kuhusu malango hayo. Katika lango la kuzaliwa kuna Yeremia 1:5. Yeremia ngapi? 1:5. Yeremia 1:5. Ndio. Kabla sijakuumba katika tumbo nalikujua. Kabla sijakuumba katika tumbo nalifanya nini? Nalikujua. Maana yake ulishajulikana na Mungu alisharatibu maisha yako. Na kabla hujatoka tumboni nalikutakasa. Alafu ulishatakaswa. Nimekuweka kuwa nabii wa mataifa. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hilo ni lango la nini? Kuzaliwa. La kuzaliwa. Hebu twende katika Zaburi ya 139 mstari wa 13 na 16. Mstari wa 13 na 16. Zaburi ya 133 mstari wa 13. Ya 139 mstari wa 13 hadi 16. Amen. Maana wewe ndiye uliyeniumba mtima wangu. Anasema maana wewe ndiye uliyeniumba mtima wangu. Uliniunga tumboni mwa mama yangu. Uliniunga tumboni mwa mama yangu. Nitakushukuru kwa kuwa nimeumbwa kwa jinsi ya ajabu. Daudi anasema nitakushukuru kwa sababu mimi ninavyojitazama niliumbwa kwa namna ya ajabu na ya kutisha sana. Matendo yako ni ya ajabu. Alafu anasema matendo ya Mungu ni ya ajabu sana. Na nafsi yangu yajua sana. Alafu anasema nafsi yangu yajua sana. Haleluya. Hajasema sijaumbwa katika hali ya maskini. Anajua kwamba Mungu alichomuumbia kilikuwa ni kizuri sana. Majira ya Mungu yalipokamilika, aliumbwa tumboni mwa mama yake, alifinyangwa, aliwekewa mishipa, aliwekewa nyama, aliwekewa mifupa, akapewa ufahamu, akapewa na akili, akapewa na nafsi na mwili na roho. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo vitu vyote alipewa mwanadamu. Ndio Daudi anatambua ni lango la kuzaliwa. Unaona ilivyobeba vitu vingi. Amen. Hapa imebeba kisayansi vinasaba vyote. Amen. Mifupa yangu haikustirika kwako nilipoumbwa kwa siri. Anasema na mifupa yangu haikusitirika. Maana yake Mungu anajua mifupa yako, anajua nywele zako, anajua idadi ya mishipa ulionayo, anajua idadi ya meno ulionayo, kila kitu.
Amen. Nilipoumbwa kwa ustadi pande za chini za nchi. Anasema nilipoumbwa kwa ustadi. Haleluya. Alikuwa anatambua lango la kuzaliwa kwake limebeba hatima ya maisha yake. Imebeba baraka za maisha yake. Amen. Kwa hiyo si unapo wale wazazi mnapozaa watoto usije ukampa mtoto jina baya. Mungu hajaumba kitu kibaya. Amen. Hajawahi kuumba kitu kibaya. Na shanga mtu anamzaa mtoto anamuita shida, sijui mara sijui nani, taabu, na mtoto huyo ataishi kwenye nini? Taabu. Kwa nini? Wewe uliokuwa sababu ya lango umeamua kulifunga lango. Yaani hata kama ulimzaa katika uchungu, wewe bariki, kwa sababu Mungu alijua majira ya mtoto yule. Alisema nalisha kutakasa. Sasa aliyebarikiwa na kutakaswa utamweza kumuita taabu kweli? Amen. Ndio maana nikasema lango hilo la kuzaliwa linaweza likawa chanzo cha kuzuia baraka zako kwa muda. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Inaweza ikawa sababu ya wewe kupitia kwenye changamoto kwa muda mrefu kwa sababu ya lango la kuzaliwa kwako. Kwa sababu ya wale wasimamizi wa lango. Maana mtoto anapokuwa mtoto mdogo, ndio maana Mungu akamwambia yule mwanamke kwa habari ya nani? Ya Samson. Anaambia ili huyu mtoto hatima yake ipate kutimilika, usije ukanywa nini? Kileo wakati wa ujauzito. Wala usije ukashika kitu kilicho najisi. Alafu akaambiwa na wewe usipite kichwani mwake kuanzia siku ya kuzaliwa kwake. Kila kitu kina kusudi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lango la kuzaliwa kwako. Sijui kama mnanielewa. Amen. Au nawafundisha siri nzito sana. Lango la kuzaliwa kwako. Macho yako yaliniona kabla sijakamilika. Macho yako yaliniona kabla sijafanya nini? Sijakamilika. Chuoni mwako ziliandikwa zote pia. Siku zilizoamriwa kabla hazijawa bado. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo namna sasa, ili maana naweza nikaishia katika hilo lango moja kwa sababu ya muda, namna ya kumiliki kila lango. Namna ya kumiliki kila lango na majira. Namna ya kumiliki nini? Majira na malango ya kiroho. Tumesema kuna majira ya baraka, majira ya changamoto na nini? Kuvuna, si ndio Andika hii mistari itakusaidia, alafu nitakupa namna kumiliki sasa na namna kuombea. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Majira yako, Kumbukumbu la Torati katika majira ya baraka Mungu alishahidi. Kumbukumbu la Torati 28:1 hadi 14 inaongelea juu ya baraka. Amen. Kuna baraka na laana pale. Maana yake sasa, kama hauko kwenye kipindi cha baraka, uko kwenye kipindi cha changamoto, au lazima ujue. Ya kitabu cha Kumbukumbu la Torati 28:1 hadi 14 utasoma. Amen. Wakorintho wa pili 9:8 tukasome. Wakorintho wa pili 9:8. Haleluya. Amen. Wakorintho wa pili 9:8. Ndio. Kwa hiyo nawasihi kumthibitisha upendo wenu. Wakorintho wa pili 9:8 inasema, tafuta nani Kumbukumbu Wakorintho wa pili 9:8 Mungu na Mungu aweza kuwajaza kila neema kwa wingi, ili ninyi mkiwa na riziki za kila namna siku zote pate kuzidi sana katika kila tendo jema. Amen. Amen. Kwa hiyo Mungu kwa wakati wa baraka anaweza kufanya nini? Anasema na Mungu aweza kuwajaza kila neema kwa wingi, ili ninyi mkiwa na riziki za kila namna. Maana yake hapo kuna baraka
za mifugo, kuna baraka za afya njema, kuna baraka kama ni mfanya biashara, kuna baraka na maongezeko. Amen. Kila namna siku zote mpate kuzidi sana katika kila tendo jema. Amen. Kumbukumbu la Torati 28 anaongelea juu ya baraka. Tuko kwenye nyakati za baraka, ili ujue kumiliki sasa na kufungua. Kumbukumbu la Torati 28 1 hadi 14. Itakuwa Kumbukumbu la Torati 28:1. Itakuwa utakaposikia sauti ya Bwana Mungu wako kwa bidii kutunza kuyafanya maagizo yake yote nikuagizayo leo, ndipo Bwana Mungu wako atakapokutukuza juu ya mataifa yote ya dunia. Na baraka hizi zote zitakujilia na kukupata uisikiapo sauti ya Bwana Mungu wako. Utabarikiwa mjini, utabarikiwa na mashambani. Utabarikiwa na uzao wa tumbo lako na uzao wa nchi yako na uzao wa wanyama wako, mifugo yako, maongeo ya ng'ombe wako na wadogo wa kondoo zako. Litabarikiwa kapu lako na chombo chako cha kukandia unga. Utabarikiwa uingiapo, utabarikiwa na utokapo. Bwana atawafanya adui zako wainukao juu yako kupigwa mbele yako. Watakutokea kwa njia moja, lakini watakimbia